Mapinduzi ya mfumo wa kodi nchini Tanzania. Swali kwa kila mmoja wetu, je, hii ndio njia mpya ya uchumi wa wananchi wote? Linapaswa kujibiwa na kila Mtanzania hii leo. Kila mmoja alipo, kama ni meneja wa shirika, kama ni mbunge, kama ni mkuu wa kitengo chochote, mwenyekiti wa jambo lolote, diwani, mkuu wa kitongoji, tujitambue sisi ni nani, tujidhatiti kuleta ustawi wa jamii kiuchumi, kisiasa na kijamii, na hivyo basi tusimame imara na tutekeleze wajibu wetu. Kwa mara ya kwanza kabisa baada ya zaidi ya miongo mitatu, Tanzania imechukua hatua mpya kubwa na ya kihistoria, kuufungua upya mfumo wake wa kodi ili kulinganisha na dunia ya leo. Hatua hii si ya kawaida nchini Tanzania. Ni ishara ya mabadiliko makubwa yanayolenga kugusa maisha ya kila Mtanzania, kuanzia mfanyabiashara mdogo sokoni hadi wawekezaji wakubwa wa kimataifa. Maboresho ya mfumo wa kodi ni nyenzo muhimu katika safari yetu ya kufikia malengo ya muda mrefu ya maendeleo ya taifa letu yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050, ambayo ni kujenga Tanzania yenye uchumi imara unaoongozwa na uzalishaji, unaoshindana kimataifa na unaowanufaisha wananchi wengi zaidi. Kufuatia malalamiko ya muda mrefu kutoka kwa wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji pamoja na wadau wa maendeleo kuhusu changamoto za mfumo wa kodi nchini. Lakini pamoja na hayo, mabadiliko ndiyo maendeleo. Miaka 35 iliyopita dunia ilikuwa tofauti kabisa. Hakukuwa na biashara za mtandao, mifumo ya kidigitali haikuwa sehemu ya maisha ya kila siku, na hata dhana ya uchumi wa kimataifa ilikuwa bado haijakomaa kama ilivyo hili leo. Leo hii biashara zinafanyika kwa simu, mitandao imekuwa soko, uwekezaji unavuka mipaka kwa sekunde. Mfumo wa kodi wa zamani hauwezi tena kuendana na kasi hii, na ndio maana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wake Mama Samia Suluhu Hassan imeona ni lazima kufanya tathmini kubwa, na matokeo yake ni ripoti yenye mapendekezo 284. Lazima tujisahihishe kwenye sera za kodi, sheria za kodi na ufanyaji wa mambo yetu kwenye kodi. 1996 yalifanyika mageuzi makubwa sana katika ukusanyaji wa mapato ya kodi. Baadhi ya mageuzi hayo ni kuanzishwa kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania, yani TRA, ambapo ilipewa jukumu la kusimamia kwa uadilifu kodi mbalimbali za serikali kuu. Lakini pia ilianzishwa kodi la ongezeko la thamani, yani VAT. 1996-97 mapato ya kodi yalikuwa bilioni 523.30. Miaka 10 ya TRA yalikuwa na ongezeko halisi la kikodi kwa takriban asilimia 184 ikilinganishwa na miaka 10 kabla ya kuundwa kwa chombo hiko, ambapo ongezeko halisi la mapato lilikuwa takriban asilimia 74 tu. 2006-2007 mapato ya kodi yalikuwa trilioni 2.65. Katika kipindi hiki cha 2006-2007 hadi 2015-16 ongezeko halisi la mapato ya kikodi lilikuwa ni takriban asilimia 288. 2016-17 mapato ya kodi yalikuwa trilioni 14.43. Aina tatu za kodi zinazoongoza kuchangia mapato haya tangu kuanzishwa kwa TRA kwa upande wa Tanzania bara ni VAT katika bidhaa zinazoingizwa nchini imechangia kwa asilimia 17, ushuru wa bidhaa umechangia kwa asilimia 15, kodi ya wafanyakazi yani PAYE imechangia kwa asilimia 14. Moja ya malengo makubwa ya maboresho haya ni kupanua wigo wa kimkakati wa kodi. Kwa lugha rahisi, serikali inataka kila anayeshiriki kwenye uchumi achangie maendeleo ya nchi.
Moja ya changamoto kubwa inayokumba mfumo wetu wa kodi ni kuwa sehemu za makusanyo ni chache sana, na mara nyingi ndizo hizo zinazotolewa macho inapofikiriwa namna ya kuongeza mapato. Hii ina maana gani kwa wananchi wa kawaida? Ni kwamba mfanyabiashara mdogo anaweza kuingia rasmi kwenye mfumo wa kodi. Watu wengi zaidi hapa wanachangia huduma za jamii. Mzigo wa kodi unaweza kusambazwa kwa usawa zaidi. Hata hivyo, hili linaibua mjadala mkubwa. Je, sekta ndogo ziko tayari kubeba jukumu hili? Kwenye mabadiliko yoyote kuna maudhi, kuna makero. Mabadiliko yanauma. Kwa muda mrefu nimesema hapa, miaka 35 nyuma tulikuwa tunakwenda na mtindo wa kodi ambao tulikuwa nao. Niwaombe tuende na mtindo wetu ule ule wa R 4 wa kujadiliana, kuvumiliana, kuwasiliana, kustahamiliana, tujenge upya nchi yetu. Serikali pia imelenga kufanya mfumo wa kodi uwe rafiki kwa biashara na uwekezaji. Hii ni habari njema mno kwa vijana wanaoanzisha biashara, wafanyabiashara wadogo na wakati, wawekezaji wa ndani na nje. Na mfumo rahisi wa kodi unamaanisha taratibu chache, gharama ndogo za kufuata sheria, fursa zaidi za kukuza biashara. Mimi ni mfanya biashara wa uono au ni mchemshaji wa uono. Biashara yangu nimeanza takribani na miaka kama 15 hivi sasa hivi. Na nashukuru nimeanza biashara kidogo kidogo ya kuchemsha. Mimi nawashauri vijana wenzetu tusifikiri kwamba kila kitu kinakuja rahisi. Hapana, tujaribu kufanya, matokeo yapo na maendeleo tutayapata. Katika dunia ya leo, teknolojia ndio moyo wa mifumo ya kisasa. Maboresho yanatarajiwa kuimarisha matumizi ya mifumo ya kidigitali katika kukusanya kodi. Faida zake ni za wazi kabisa. Hapa kuna kupunguza mianya ya rushwa, kuongeza uwazi na kurahisisha ulipaji wa kodi. Wakati tunafanya marekebisho haya, mambo mengine yatasita, mambo mengine yatakuwa hayajafahamika vizuri, mambo mengine yatakuwa hivi, lakini tuendelee kujadiliana, tuendelee kueleweshana, tubadilike wote kwa pamoja. Serikali, wafanya biashara, wajasiriamali, taasisi za kijamii, tubadilike, tuijenge upya nchi yetu. Niwaombe sana, twende na mfumo wetu ule ule wa R 4 wakati tunatekeleza haya. Tukimaliza huko mbele tutasikia raha sana. Kila mtu atatizama tu kodi yake kwenye simu yake, na daiwa ngapi, unalipa kwa simu yako pengine hiyo, wala huna haja kwenda kumuona Yusufu Mwenda wala nani huko TRA, huna haja kwenda kumuona. Kwa hiyo wote kwa pamoja ni wajibu wetu huu. Hakuna shaka kuwa taifa letu Tanzania liko kwenye hatua muhimu ya kihistoria. Maboresho ya mfumo wa kodi ni fursa ya kipekee ya kujenga uchumi wenye usawa na uboreshwaji na unaowashirikisha wananchi wote. Lakini ukweli mmoja unabaki wazi: mafanikio ya mabadiliko haya hayatategemea tu serikali na sera, bali namna yatakavyotekelezwa na wananchi wote, na makubaliano na usawa pamoja na uzalendo. Swali la mwisho linabaki kwako msikilizaji na mtazamaji. Mtanzania mwenzangu, je, uko tayari katika mfumo mpya wa kikodi ujao, au bado unahitaji kuelewa zaidi? Nikujuze tu kwamba hii ni hadithi ya mabadiliko, na wewe unayenisikiliza ni sehemu yake ya mabadiliko haya. Mungu ibariki Tanzania, wabariki viongozi wetu, watoto na watu wote. Sisi ni Tanzania.